Tuachane na hayo, tuangazie taarifa ya huzuni ambapo wingu la huzuni lilitanda katika kijiji cha Ngesha, kaunti ndogo ya Mbeere Kusini, katika hafla mazishi ya Jacqueline Wanjiru aliyefariki dunia kutokana na majeraha mabaya baada ya watu wasiojulikana kudaiwa kummwagia kemikali wiki iliyopita. Wakihudhuria mazishi hayo, viongozi walilaani kitendo hicho na kuwataka maafisa wa usalama kuharakisha uchunguzi na kuwakamata wahusika. Katika hafla ya mazishi ya Jacqueline Wanjiru aliaga dunia baada ya kumwagiwa kemikali na watu wasiojulikana. Familia na marafiki walifika kumwomboleza Jacqueline, wakimsifia kama mwanamke mchapakazi, huku wakiilaumu serikali kwa uongozi mbaya, hasa kutokana na ongezeko la visa vya mauaji na ukatili wa wanawake. Justice delayed is justice. Na hapa tumeona ya kwamba crime rate imeendelea kuongezeka sana hapa. And that is a true testament of the failure of the government of William Samoei Ruto. Aliyekuwa naibu gavana wa Embu Dorothy Nditi aliwataka maafisa wa usalama kuharakisha uchunguzi kuhusu mauaji hayo na kuhakikisha waliohusika wanakamatwa na kufikishwa mahakamani. It is necessary and it is important that the killers of Jackie are brought to book. Femicide has to stop. Tafadhali tuache kuua wasichana. Sawa sawa? So I stand with the leaders that are calling for the justice of Jackie, and we are praying that everything possible is going to be done ndio mambo ya Jackie yawe ya kuwa inafanyika vizuri na wauaji wa Jackie wapatikane and they be put to book. Mwakilishi wadi wa Makima Philip Nzangi amevipa vyombo vya uchunguzi makataa ya siku 7 kutoa taarifa, la sivyo wafanye maandamano ya kukamatwa kwa wahusika. I want to say this. In the next 7 days, the DCI of Kenya, which is very capable, if you don't give us a report of whom you have arrested or who is likely to be the person involved in this thing, we shall come to demand for that information from you. We are saying this is a simple matter for DCI ya Kenya because it is known worldwide. If information does not reach the people that ya kwamba mmearrest wale wamefanya hivi, in the event that hawa watu wote ambao wamekuja hapa waamue kumtafuta aliyeua, basi serikali isiseme watu wamechukua sheria mikononi. Kwa sababu we have a responsible government that should be able to investigate and give us information about who killed Jackie. Na sio Jackie peke yake tafadhali. Yule mzee Juma pale ambaye alikuwa amembeba alilazwa hospitali, watoto wake na watu wake wakakosa amani kwa sababu ya mtu ambaye alikuwa ametumwa na shetani kufanya mambo yake. As we seek justice for Jackie, wale wote pia walifanya hii maneno wajue walimkosea pia Juma na familia yake. And we must say in broad daylight, it is the responsibility of government, because we have a responsible government that has the necessary machinery. Let us have this settled so that nobody else does it again against our people.